na kujua kazi zake. Kwa hekima inakusaidia wewe vitu vingi zaidi, kama kuwa na uhusiano na Mungu. Kadri unavyozidi kumjua Mungu, ndivyo mahusiano yako na Mungu yanakuwa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kadri unavyozidi kujiendeleza kumjua, nilisema hekima kazi yake ni kumfunua Kristo. Haleluya. Unapopata nafasi ya kumjua Kristo, hekima ukusaidia kukuongezea maarifa ya kujua siri zilizoandikwa ndani ya neno, kwa sababu hekima kazi yake ni kukufanya wewe mjue Yesu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen, amen. Anasema kwenye Mithali sura ya 2 mstari wa 2, au tukianza mstari wa 1, anasema mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate ufahamu, nam ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha. Anatumia lugha ukitafuta kama fedha, yaani kila ambacho Mungu amekiweka kwenye neno ukikitafuta kama mtu atafutaye fedha katika kumjua Yesu. Kama mtu atafutaye fedha, anasema na kupata kumjua Mungu, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoa maarifa na ufahamu. Huwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili, yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu. Kwa hiyo tukimtaka Mungu katika eneo la kutaka kujua zaidi, katika kujua zaidi, anataka ufanye kama mtu ambaye anatafuta fedha, mtu ambaye anafanya, kwa lugha nyingine labda tutumia hata wale wanaofanya kazi za utafiti, wanajituma kwa gharama kubwa kufanya utafiti wa kitu fulani. Nimewaangalia watalii kwenye channel za Discovery Channel wakikaa wazungu huko katika maeneo ya Serengeti au maeneo ya Ngorongoro, wanalala kwenye misitu ya wanyama, wanatafuta kumjua mnyama mmoja tu, wanamfanyia utafiti huyo mnyama kwa zaidi ya hata miaka 10. Anakaa tu huko, lakini akimaliza kufanya utafiti wake, maisha ya huyo mtu aliyeenda kufanya utafiti lazima yabadilike, kwa sababu zile siri anazokuja za huyo mnyama ndio zinaenda kumpa yeye jina na umaarufu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaingia katika maandiko, tunataka kumjua sana mwana wa Mungu, tunataka kuzijua nguvu zake, tunataka kujua hekima zake, maarifa na ufahamu, namna gani alivyokuwa akitenda kazi akiwa katika mwili, ni namna gani alivyokuwa akiponya wagonjwa, vile vipawa vinavyotenda kazi ndani yake na sisi tuvifahamu, vile vipawa vilivyokuwa vinaweza vikaongeza na mikate na sisi tuvifahamu. Sema amen, amen. Maana yeye mwenyewe amesema mtazifanya kazi hizi namna kubwa kuliko hizi mtazifanya. Sasa tufike mahali hatutakiwi tu kuingia katika Ukristo na tubaki vile vile, lakini tuende katika viwango vya kwenda mahali tutaziona faida. Na mimi nataka uone faida. Sema amen, amen. Hebu sema faida ni muhimu. Piga kelele, sema lazima nione faida ya Ukristo wangu. Lazima tuone faida. Haleluya. Tukiweza kuingia kwenye eneo letu la kumtaka kumjua, hebu fungua Waefeso pamoja na mimi. Waefeso. Haleluya. Waefeso sura yake ya 1. Tusikilize lugha moja pale inaposema, kitabu cha Paulo kwa Waefeso. Paulo anawaandikia Waefeso kuanzia mstari ule wa 17. Anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Hivi vitu katika yeye kumjua, akitupa kumjua yeye, kuna vitu lazima tutavifaidi. Sema amen, amen. Lazima tuingie kwenye eneo la faida. Jana nilikwambia tutaongeza ubora na uthamani.
tutaongeza ubora na nini na uthamani katika kumjua yeye. Lazima tupate ubora na uthamani. Paulo anazungumza tuingie mahali ambapo tupate kujua. Sema amen, amen. Tupewe roho wa ufunuo. Unajua hakuna ulemavu mbaya kama ulemavu wa kiroho. Ulemavu wa kiroho unaweza kukurudisha wewe mahali ambapo ukutazamia. Kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu siku moja aliwahi kusema juu ya ulemavu wa macho ya kiroho. Akasema jicho likiwa libovu, mwili wote utakuwa gizani. Lakini jicho lako likiwa safi, basi kila kitu kitakuwa safi kwako. Anazungumzia uwezo wako wa kuyaelewa mambo katika neno zaidi. Amen. Ndugu zangu, ufunuo ni mzuri, lakini lazima utoke katika neno. Kama ufunuo hautoke katika neno, sio ufunuo. Tunaenda sawa sawa? Ikiwa ni habari za kumjua Kristo, lazima zitoke ndani ya andiko, zitokee humo. Ufunuo wa kutoka nje ya maandiko upoteza wengi. Kama hatuna mwongozo wa andiko, kama hatuna mstari wa kusimamia lile unaloliona ndani ya andiko, haleluya, hautaweza kufika kumjua Kristo. Lakini tukiweza kuingia kwenye ufunuo, anasema hasa neno la hekima linatusaidia kuboresha ufunuo katika neno. Neno la hekima nilisoma kule kwa Wakorinto. Kwenye hilo eneo utaweza kuongeza vipawa vyako vya kumjua Yesu zaidi, na faida yake itakufanya wewe kuwa na communion na Mungu, kuwa na ushirika na Mungu. Maana Mungu kaa katika eneo la hekima. Nilimpata Sulemani wakati nasoma kitabu cha Mithali ikiwa Bible School. Ni kitabu nilichokipenda sana cha Mithali. Sijui kwa nini nikipenda kile kitabu, lakini kilinipa mwongozo pale mwanzo kabisa wa kitabu, pale kinapoandikwa Mithali za Sulemani, mfalme wa Israeli, mwana wa Daudi. Amen. Pale mwanzoni, alafu anaanza kusema kutambua hekima, maneno ya mithali na mafumbo yake, na maneno ya hekima. Anaanza kuzungumza pale kuyajua maneno, kuyafahamu mafumbo. Alipomalizia mstari wa 7 akasema basi kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Alipoanza na mafumbo na mithali na vitendawili, akasema Biblia ni kitabu cha mithali, ni kitabu cha mafumbo, ni kitabu cha hekima. Ukikosa kuelewa kidogo tu, utabaki unakariri mistari na hakuna tokeo linalotokea. Una mistari mingi kichwani, lakini hakuna matokeo unayoyapata. Sasa hatuhitaji kukariri mistari isiyokuwa na uzima ndani yake. Amen. Lazima tuingie kwenye eneo ambalo Roho mwenyewe akupe kipawa cha kutokea kwenye hilo andiko. Hilo andiko likupeleke kwenye baraka fulani. Hilo andiko likupeleke kwenye uponyaji mahali. Hilo andiko likupeleke kwenye ushindi mahali. Amen. Sema amen, amen. Kwa hiyo tunakwenda kufaidika kupitia kumjua Kristo. Kwa njia yake tunakuwa na communion na Mungu, tunakuwa na ushirika na yeye. Kuwa na ushirika na Mungu, ndugu zangu, ni kuishi maisha yasiokuwa na majaribu ya vita. Haleluya. Sema amen, amen. Unapata kuwa na viwango vingine vya uongozi na ulinzi. Hekima inatupa uongozi na ulinzi wa kiroho. Unaweza ukamtambua mhubiri namna anavyozungumza, ukajua huyu huko tunapokwenda sio salama, na ukajua huyu ni kiongozi kweli. Yule Roho wa hekima anakupa kipawa cha uongozi na ulinzi. Anakuongoza, alafu anakulinda kwenye eneo ambalo hutapotezwa katika eneo lako la kiroho. Jamani, hili ni eneo zuri sana. Haleluya. Ukipotezwa kwenye eneo la kiroho, kupata njia ya kurudi tena katika njia iliyo sahihi ni kazi sana.
ni ngumu sana. Yaani mimi nisemaga ushuhuda, kama mshasikia sijui kwenye mtandao, niliwahi kuwa na shughuli ya kwenda Washington, Seattle, Marekani, nikiwa kijana mdogo na ninayo driver license yangu, natakiwa niende kaonani na ofisi fulani za serikali. Appointment yangu ilikuwa natakiwa nifike in time, nishughulikiwe tatizo, nirudi zangu nyumbani, na umbali unaotakiwa niende ni kilomita zaidi ya 700. Kwenye miji mikubwa sijawahi kuendesha gari miaka hiyo. Kwa hiyo nina hofu ya kwenda huko. Nikamwomba baba nisaidie twende pamoja. Baba kaniambia haiwezekani, unayo leseni yako, gari unalo na ramani. Zamani hakuna GPS, kuna mavitabu ya ramani, utaangalia ramani utafika. Ndugu yangu, kusikia neno uende mwenyewe nilijiona kama nakufa, maana natoka kijijini. Sisi kwa mzazi kule USA ni kijijini kwa wafuga ng'ombe, ni watu wanashughulika na ng'ombe tu, hawashughuliki na shughuli nyingine. Baba alikuwa ni mfugaji na muuzaji wa vitabu, kwa hiyo ana ng'ombe, ana ranchi kubwa za ng'ombe. Sasa ninaendesha gari, niko peke yangu, ninajua tu ninatoka na barabara hii na itanifikisha mpaka mahali inapotakiwa. Ni barabara moja tu, naangalia highway moja mpaka Seattle. Nilidrive gari, ikafika usiku, barabara zikaingia sasa kuwa nyingi katikati ya majiji makubwa. Ndugu yangu, nilichanganyikiwa, lakini pamoja na hayo ninajiamini niko kwenye barabara yangu. Kumbe sina ufahamu, nilishaondolewa kwenye barabara kwa sababu sisomi namba. Nimesahau kuangalia kibao changu. Mimi najua na drive ndo hiyo hiyo. Kumbe kale ka alama ka barabara nilishakaacha, kanaambia ondoka kwenye laini hii. Nikajikuta niko kwenye laini nyingine. Nilipoteza appointment, sio tu, na kila kitu nilikipoteza. Na mpaka kufika huko napotakiwa kufika nilipoteza siku nzima tena. Nilijikuta naenda mji mwingine kabisa na nimechoka. Nikauliza polisi, nisaidieni, nimepotea, niko wapi hapa? Akaniambia hapa huko jiji lingine, huko mji mwingine, na huko nakokwenda lazima ushike barabara nyingine mpaka ufike huko. Nikasema nikapata hasara. Sasa kwenye mambo ya kiroho, wengi tumepita kwenye maeneo, tumejiingiza kwenye shida, tumepoteza muda, tumepoteza nyakati zetu za maisha ya ujanani. Baraka zetu zimepotea kwa miaka mingi. Tunahisi mpaka tumelogwa, tunahisi kwamba hata tuna laana za mababu. Tumejaribu hata na maombi ya kuvunja laana. Hiyo ni kabisa, hakuna ambaye hajawahi kuvunja laana. Tumejaribu hata kutoa sadaka za ukombozi, tumetoa na sadaka sana. Tumejitoa na sadaka za kujimaliza, tukajitoa na sadaka za utakaso, sijui tumetoa na nini, lakini maandamano ya majaribu hayakuisha. Sasa ni wakati wa kupata hekima. Hekima faida yake ni kwanza kukupa wewe fellowship na Mungu and relationship na Mungu. Sema amen, amen. Unakuwa na mahusiano ya karibu yenye asilia ya damu kabisa. Uzuri wa asilia katika Mungu, tuna asilia ya damu kabisa, maana tumezaliwa na yeye kwa mbegu isiyoharibika. Tuna asili kabisa na yeye. Lakini vile vile yule roho wa hekima utuongoza na kutulinda. Kuna mahali kabisa ukisikiliza mahali kidogo, najua hapa sipelekwi katika ufalme wa Mungu. Hapa naingia mahali paka matatizo, pana mtego hapa. Roho anakuambia mtego huo uone, unauona kabisa. Roho ya hekima anakuambia shida iko hapo, shimo unaliingia hilo, na unasikia tu sina amani, sina raha na jambo hili. Saa nyingine unafunga na hiyo TV, unasema haya mahubiri hapana, hata siko sawa na hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na naamini kuna watu wameshapata hiyo hekima, wakishafungua TV wanajua hapa hata sio kweli. Sema amen, amen. Wangapi wameshakutana na hiyo roho ya hekima inawaongoza, unajua hapa haleluya. Sasa faida ya hiyo kipawa cha hekima, yule roho wa hekima, ni kukuongoza.
anakuongoza kwa Kristo. Amen. Hakuongozi kwa mwanadamu, anakuongoza kwa nani? Kwa Kristo. Kwa hiyo unapoingia mahali kujifunza, kusikiliza neno, kushare na wengine neno la Mungu, roho wa hekima kazi yake ni kukupeleka kwa Yesu. Amna pengine. Haleluya. Nampenda mzee Yohana Mbatizaji. Sijui alikuwa mzee, hapana, hakufika uzee. Alimpita Yesu miezi 6 tu. Amen. Anasema huyo ajaye huyo, yeye hana budi kuinuliwa. Amen. Na mimi kushuka. Anajizungumzia, mimi mnayenifuata huku jangwani. Alikuwa hana miujiza, hajaombea mgonjwa, hajafanya lolote Yohana. Upako ule wa Yohana ulikuwa ni mkubwa kuliko upako wa mhubiri yoyote Tanzania. Maana yeye hata maombezi kwa watu hajawahi ombea. Si ndio kweli jamani? Mshawahi kusikia Yohana Mbatizaji anaombea mgonjwa? Hajawahi. Lakini maelfu kwa maelfu, mpaka askari wanamjia, tufanyeje? Anasema msiwatoze watu zaidi ya mishahara yenu. Anawaambia, na ninyi watoza ushuru, rizikeni. Anambia, nani amewaonya? Watu wanatoka mjini wanaenda jangwani kwa Yohana. Lakini pamoja na maelfu ya wengi walimfuata Yohana, pamoja na makutano makubwa yalimfuata kubatizwa, hakuwahi kutaka sifa, hakuwahi kutaka jina lake liwe kubwa. Alisema, mimi sina budi kushuka, lakini yeye hana budi kuinuliwa. Akasema, hata gidamu kamba za viatu vyake, sina hata uwezo wa kulegeza kamba zake. Japo alitumia mafumbo kwa lugha ile. Alisema elimu anayokuja nayo Yesu ni elimu inayokaa kama viatu. Sema amen, amen. Sijui kama hiyo lugha itaeleweka hapa leo, lakini ile alikuwa anazungumzia fundisho. Anakuja Yesu na fundisho lingine, na fundisho lake alilokuja nalo, atakalokuwa nalo, likiwa limekaza kama kiatu. Maana kiatu ni habari njema, kiatu ni utawala. Sema amen, amen. Ndio maana Yesu, nimewapa mamlaka ya kukanyaga. Hajatupa mamlaka ya kukanyaga mguu. Ametupa mamlaka ya kukanyaga kwa fundisho. Tunamharibu shetani kwa fundisho. Tunaharibu hila za adui kwa elimu ya Kristo. Sema amen, amen. Unapopata ufahamu wa Kristo, ndo kazi ile inakaza ile kamba. Lile fundisho la Kristo linaharibu miundombinu ya adui iliyotengenezwa kukutengenezea wewe magumu maishani. Lakini ukikosa fundisho la Kristo, utakuwa muombaji ambaye maombi hayana majibu. Sijui kama hiyo lugha inaeleweka. Ukikosa fundisho la Kristo, kuwa muombaji ni kama muombaji wa dini yoyote. Tunaelewana eh? Hujai kuonaga unajiombea, unafunga na unafunga kweli, lakini majibu upati. Ni kwa nini? Ni kipande kadogo ka fundisho kanachosababisha mahali majibu yasitokee. Sio kwamba Mungu hajakujibu. Nawaambiaga watu hivi, Mungu alishatujibu majibu yote. Na hata sasa hivi Mungu hana maombi anayeyasikiliza ya kwako, maana alishakujibu. Sijui kama unanisikia eh? Hebu sema, nimeshajibiwa maombi. Ila kwa sababu hauna maarifa, unajaribu kumtaka Mungu akujibu maombi, na mara nyingine unamsisitiza kwenye kufunga. Kama kwenye maombi ya kufunga Mungu ndio atasikia. Mungu hayuko hapo. Majibu ya Mungu ni haya. Unapenda nikwambie? Yesu huyu hapa. Mmenielewa ninachokizungumza? Yeye Yesu ndiye atakaye yaleta yale yote mnayoyataka, atawafanyia. Sasa Yesu anakuja, anasema nimekuja kufanya kazi ambayo Baba amenituma niimalize. Na alipofika msalabani akasema nimeimaliza. Manake Mungu sasa, usidai hawa watu kwamba hawajatendewa. Mungu asija akasema nikumbusheni. Maana aliwahi kuambiwa unatuahidi lakini hujatenda. Sasa Mungu anasema sijatenda, hebu nikumbusheni mpewe haki yenu.
hiyo mnamkumbusha Mungu, unasema Baba ulisema utapata uzao mkubwa, Baba ulisema. Mungu anasema nilisema, lakini Yesu amekuja. Sasa wewe kama hujajifunza kwa Yesu ukajua alishakutimizia, mimi nangojea nini tena nikutimizie? Alishaenda msalabani, ndio. Alishakufa, ndio. Alifufuka, ndio. Alipigwa, ndio. Alitemewa mate, ndio. Sasa unataka nini tena nikupe? Geukia jirani yako mwambie nimeshajibiwaga. Wangapi wanakubali walishajibiwa? Sitaki kuangalia sana, maana wengine wanasema mimi bado. Ngoja nikwambie, majibu hayako kwenye kupona mwili wako sahihi, yako kwa akili yako kupona kwanza. Tunaenda sawa eh? Wangapi wananielewa hiyo lugha? Ndugu zangu, vita vya kiroho havipigani kwenye magoti kama mnavyofundishwa. Sahau. Vita vya kiroho vinapigana hapa. Tunaangusha ngome, elimu na mafundisho yanayopingana na Kristo hapa. Ukiweza kubomoa hiki kichwa kilichobeba mapokeo, kilichobeba desturi zenu na imani zisizo sahihi na mambo ambayo mmelelewa nayo, ukivunja hayo, elimu ya Kristo ingie, hakuna mchawi dunia hii, hakuna laana dunia hii inayoweza kuzuia baraka yako, au usije ukakosa furaha. Hakunaga hiyo tena. Sasa tatizo, tunafundishwa tunaenda vitani kwenye magoti. Sema amen. Naona sema amen. Magoti, nimeshawahi kuona mtu Mererani kapiga magoti mpaka magoti yana sugu kabisa. Anakaa kwenye magoti masaa 10. Masaa ngapi? 10. Alafu bado maisha yamekataa. Alafu nakuja fundisho, kila mti wenye matunda lazima upigwe mawe. Na unasema amen. Ukisikia hivyo, umeingia mahali unaumizwa, lazima upigwe mawe. Lakini mimi sitapigwa mawe. Kuna mawe ya maneno yalirushwa kwa Yesu. Yesu akakubali kudharauliwa, akakubali kuvuliwa nguo ili mimi nisivuliwe. Hayo mawe ya leo unipige, siyataki. Unipigi na ninafanikiwa. Ndio maana nakwambia roho wa hekima atakuongoza, alafu atakulinda. Tunaenda sawa kwa Mungu? Natamani iwe hivi. Vitu vingine Mungu akusaidie kuviona haraka, alafu akikupa ile roho ya kujua, usibaki ukijiuliza maswali. Ya kubali majibu ya roho. Maana hekima ya Mungu ukuongoza katika njia iliyo sahihi. Anasema Daudi, uniongoza katika maji ya nini? Ya utulivu. Unilaza kando ya maji, anasema unilaza kwenye nini? Jamani, Zaburi 23. Katika malisho ya majani mabichi. Maana yake katika mafundisho ya neno yaliyo na afya, yaliyo na nguvu ya Mungu. Unapopokea, unasikia huku ndani, ninapokea kitu cha kunipeleka miaka 100 mbele, ambacho hakuna kikwazo kitanizuia, hakuna mtu atakayepambana na mimi. Shangilie Yesu kwa makofi mazuri kabisa. Tunatakiwa tuingie kwenye malisho, na tunalala pembezoni mwa mito ya maji ya utulivu. Maisha ya utulivu. Haleluya. Mwambie mwenzako upate utulivu Bwana. Sema amen, amen. Mpigie Yesu makofi kwa utulivu uliopewa na Yesu. Kuna amani na faraja. Naomba pastor, naomba kae hapa kwa heshima, nikikuona karibu yangu. Kaa tu hapa, mchungaji wangu. Mchungaji aliyenikaribisha Dar es Salaam mwaka jana. Sijawahi kukaribishwa Dar es Salaam kwa miaka mingi. Mchungaji huyu. Please, karibu baba. Sasa siku moja alinipigia simu akaniambia uko wapi? Nikatafuta nijaribu kumwambia niko wapi. Akaniambia nitakufuata popote. Nikamwambia basi tukutane Mlimani City. Nilimwona amekuja pale. Basi atujuane. Lakini moyo wangu ukapatana na yeye. Ni baba mwenye roho ya unyenyekevu sana. Unyenyekevu sana. Anatoka huko Temboni.
Hebu fikiria anatoka tumboni tu kuja kumsalimia Abshalom na Joshua Mlelo hapa. Mimi mtu mdogo kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu sema nataka kipawa cha Yohana. Anasema Yesu hana budi kuinuliwa na mimi kushuka. Sina hata uwezo wa kushuka na kufungua kamba za viatu vyake. Yeye akiinuliwa mimi nishuke. Ukipata mwalimu wa kukusaidia kufika hapo, umepata mwalimu mzuri. Ukipata mchungaji wa kukwambia namna hiyo, umepata mchungaji mzuri. Haleluya. Lakini ukipata mchungaji anayepeleka hata ushuhuda ni yeye, kila kitu ni yeye, kila kitu ni yeye. Yesu simsikie anazungumzwa hapa. Naomba Yesu azungumzwe kinywani mwako. Ukilala ukiamka, Yesu amenifanyia. Ukilala ukitembea barabarani ukiwa na watu, Yesu amenifanyia. Hayo maneno yanakuongoza katika kukulinda. Sema amen. Mwangalie mwenzako, mwambie ziko faida za kutosha. Yeye utengeneza njia zako za furaha. Hekima. Haleluya. Okay. Furaha, sijui niseme furaha, Kiswahili kina furaha. Kwani furaha kuna aina gani? Kuna furaha ya watu kuwa na fedha, si ndio? Lakini ukiangalia kwenye tunda la Roho kuna kitu inaitwa furaha. Sasa ile furaha kwenye tunda la Roho ni tofauti na furaha ya dunia hii. Sawa Sasa sijui nisemeje. Hebu nisaidieni kutafsiri furaha ya dunia na furaha ya Kristo. Ukiingia ndani ya Kristo, kuna kitu kinachotengenezeka ndani yako. Amen. Kinakupa furaha. Kinakupa furaha ya tofauti sana. Kwa mfano, mimi huwezi ukaniudhi tena duniani. Unaona hiyo lugha nazungumza? Yaani hata unitengenezee picha mbaya yoyote, moyo huu umeshavaliwa na furaha nyingine. Amen. Hicho kipawa cha hiyo furaha huwezi ukaninyang'anya, huwezi ukakiharibu. Yaani huwezi kutengeneza maneno yakanipelekea kuyasikia nikakosa usingizi. Utawezaje? Maana nimeshahamishwa kwenye eneo la furaha nyingine. Acha ile neno la amani. Furaha. Ile furaha ndiyo inayenipa mimi kuishi duniani na afya yangu. Haleluya. Yaani kwa kweli Mungu amenipa hiyo kitu. Sijui chakula gani siwezi kula. Amen. Ni mlenda tu. Lakini si kwa ubaya. Nikikiangalia kilivyo laini ndio natetemeka. Lakini weka kila kitu hapo. Wewe usiniambie unakemea. Mimi nitashukuru. Bwana Yesu nakushukuru, maana umenipa kula chakula hiki kwa furaha na afya. Sintasumbuliwa na lolote kwa mwili. Haleluya. Nilienda kupima mwili. Unajua tukishafika miaka 60, 70 kuendelea unaambiwa pima tu afya yako. Hakuna ubaya. Si ni sawa watu wengine nasema na imani sina kupima mimi. Wewe pima tu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najisikia mwili umechoka mno mwaka jana. Ukweli nilifanya kazi sana mwaka jana. Sijui kama nilipata muda mzuri wa kupumzika. Japo nahitaji wakati mwingine nipumzike. Amen. Ni mwili. Hata Yesu alitamani apumzike, anaenda beach na wanafunzi wake, wanakaa mlimani, wakati mwingine wanapumzika kule, bado makutano yanawafuata. Bwana Yesu asifiwe. Mahali fulani Biblia inasema akachoka kalala katika sheti. Amen. Sasa nikasikia kama ninaumwa. Yaani kweli mwili hauna raha. Nikaenda mahali nikamchukua ndugu yangu mmoja ameokoka, twende mahali nikapima. Nikaenda pima choo, pima mkojo, pima tumbo, pima yaani kila kitu. Daktari akaniambia, ndugu, mbona sioni kitu? Kalale. Kasema kweli? Ngoja nikalale. Kumbe naye kulala ni dawa. Nikaenda nikalala, nikasikia nimerelax. Mama akija ananikuta nimelala, anambia nimeambiwa nilale. Nalala. Sikiliza maneno ya daktari, saa nyingine hata kama hajaokoka lakini anakuambia lala.
Sawa sawa watu wa Mungu Nikalala 3 days. Nikajisikia niko super kabisa. Ukinipa mkutano sasa hapo tena na upeleka vizuri. Kumbe kupumzika nayo ni dawa. Haleluya. Mwambie mwenzako pata muda wa kupumzika. Wangapi wanapataga muda wa kupumzika hapa? Mnapataga? Ongereni. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu aliye ndani yetu, huyo roho wa hekima, utupelekea kuwa na furaha isiyoweza kuondolewa. Okay, kwa lugha nyingine niseme hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukishajawa na hekima za Mungu za maarifa ya Kristo, haleluya, uyapokonya mabaya kwa watu yasije kwako. Wanaotengeneza waje, unajua kuna watu special kabisa duniani, wao ni watengeneza mabaya. Hawana kizuri duniani cha kufanya, ni kutafuta nipeleke hili wapi, nilihamishie kwa nani. Wako namna, wakikosa wanaenda hata kwa mganga, nisaidie. Yaani wana hiyo miungu inawatesa wao wenyewe. Sasa ikifika ukiwa tayari ndani ya Kristo kwa kiwango hicho, haleluya, yule mtu mbaya ananyang'anywa lile wazo la kukufanyia mabaya. Ndio maana anasema hata adui zako watakuja mbele yako wakiinama. Yaani haji kukupiga, anakuja akikuogopa. Hana uwezo wa kusema. Haleluya. Hana uwezo wa kukutendea chochote kiovu. Hicho ni kipawa cha hekima, kimekuletea kumjua Yesu. Haleluya. Kimevaa ndani yako ulinzi, hata wanapotengeneza mabaya hayawezi. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Alafu inafika mahali pale Yesu alisema waombeeni adui zenu. Si kwamba nataka tuwaombee wapone, wasaidiwe. Wanateseka kwenye eneo wanalohangaika kukutafuta wewe hawakupati. Halo. Mwangalie jirani yako, unatafuta upatikani. Hivi unafahamu ungepewa macho ya kujua wanavyokutafuta na hawakupati. Hekima ikishakuchukua haikuweki mahali adui zako watakupata. Hekima haikuachi ukapita mahali ambapo moto utakuteketeza. Haiwezekani. Nasemaga hivi, huu si wakati wangu. Jamani, nisikilize tu kwa hekima. Amen. Labda hekima yangu hii itakusaidia. Huu sio wakati wangu. Huu sio wakati wangu kuishi kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Tukubaliane ndugu zangu. Huu si wakati wangu kuishi kama Daudi akikimbizwa na Sauli. Kwa sababu Daudi ametiwa mafuta. Sasa Daudi anakimbizwa ili asiuje kawa mfalme. Sio haya mafuta. Haya mafuta ni mengine. Hii nguvu inayokuja katika Kristo sio nguvu nifukuzwe na watu kwa sababu ya baraka zangu nisizishike. Hao watu hawawezi. Yaani hawana mguu unaoweza nyanyua kunikimbiza nisifikie baraka zangu. Hamna. Kwa nini? Ni kwa sababu vipawa vilivyokuja na Kristo havikuja niwe tena mteja wa watu kunitesa. Kwa hiyo anakuja kunipa furaha. Ndio maana yule roho anakuja na tunda la raha. Sema amen, amen. Kuna wakati nilisema tafsiri ya raha ni kukaa katikati ya maadui wanaozunguka usiku kucha, wanataka wewe usilale, wanatamka mabaya, wanazungumza ufe mapema, wanazungumza usifanikiwe. Yaani watazunguka kwenye nyumba yako, mwaka watamaliza na watakuta unanunua viwanja pembeni yao na unajenga nyumba pembeni yao. Wanauliza ni nani anamsaidia. Watataka kwenda immigration, waulize anaendaga Nigeria. Wataambiwa hata hajawahi kuondoka kwenye nchi hii kwenda kutafuta pesa mahali. Jamaa anazungukia gato hapa mjini, lakini baraka unaziona. Na mimi natamani mtu yoyote asije kafikiria atakuweza, maana hekima ya Mungu utulinda na utupa furaha. Ile furaha ni kuwaondoa maadui zangu wasiweze kuangusha
baraka nilizonazo na za watoto wangu. Nataka nikuambie wewe ni wa tofauti. Wewe ni wa pekee sana ukimjua sana yeye Yesu. Paulo alivyokuwa anaongea pale kwa Waefeso kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yafunguliwe. Haleluya! Yani ile kufunguliwa maana yake muangalie maandiko mle ndani, alafu mushtuke mlichopewa mle ndani ya maandiko. Maana hakuna hazina kubwa tuliopewa kama maandiko haya. Believe me. Kwa sababu hata Biblia inasema hivi, Yeremia akaulizwa, unaona nini? Akasema naona ufito wa mlonzi. Mungu akasema, umeona vyema. Maana na mimi Mungu anasema naliangalia neno nipate kulitimiza. Sasa ameliangalia liko wapi na amelitimiza wapi? Haleluya! Naliona neno la Mungu haliko tena katika asili ya katika mahali pa kukutafuta wewe, bali sasa asili ya kukaa ndani yako. Sema amen, amen. Lile neno sasa limeamriwa sasa. Haleluya! Unajua nikisomaga sana habari ya neno napataga mambo mengi sana. Neno la Mungu huku maandiko yanasema neno la Mungu li hai tena la nguvu tena la ukali kuliko upanga uwao ukatao kuwili, tena lajua na mawazo na sijui na nini na siri zote za moyo, tena linajua mpaka na mafuta na viungo vilivyo ndani, mpaka anasema na hakuna kitu chochote kisichokuwa wazi mbele zake. Hebu fikiria, alafu hilo neno unalo wewe. Haleluya! Hilo neno lilo hai ni Kristo ndio unaye. Huyo neno ndio Yesu, amna mwingine, ni yeye ambaye ameingia huku kutoka kwenye maandiko. Zamani ukiangalia kwenye maandiko hakujawahi kutokea Yesu alikuwa mbinguni. Sawa Yesu alizaliwa miaka 2000 iliyopita. Kabla ya Yesu ni neno. Neno akavaa mwili akaitwa Yesu. Amen. Lile neno jina lake lilipopatikana, hilo jina likatengeneza wewe umpate kwa kushinda mabaya yote. Kwa hiyo tukapewa na hilo jina lake. Baba, lile jina ulilonipa nimewapa wao. Lile neno lako nimewapa wao. Sasa ameliondoa lile neno kwenye kitabu cha Warumi, akasema lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako. Lile neno la imani tulihubirilo. Hilo neno sasa hivi haliko mbinguni, haliko duniani. Sasa hivi liko hapa, liko hapa. Liko tu na wewe. Ukiliamkia asubuhi ukasema kila kitu ninachotaka kukifanya nitakifanya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lile neno litatembea na wewe. Litaenda kufanya kabla hujafika. Unakuta mambo yameenda tu marahisi. Nataka hiyo furaha. Hiyo furaha. Jamani, sijui kama kuna furaha. Kuna kitu kinachoitwa happiness and joyful. I'm not talking about happiness. Nazungumza habari ya joyful. Sema amen, amen. Happiness ni kitu cha gari nimenunua, nyumba nimepata. Hivyo vitu vinaweza vikatoweka. Lakini ile joy ya Mungu, ile furaha ya Mungu haiwezi ondolewa na vitu, haiondolewi na mwanadamu, haiondolewi na majaribu. Hakuna kiumbe kitaondoa. Hakuna mtu anaweza simama akaiondoa ile. Haleluya! Hapo ndo wanakuangalia wanasema huyu mtu haugwagi, huyu mtu akosagi afya, huyu mtu anapendeza tu. Yaani ukimwangalia anayo raha. Hiyo raha anayetoa sio anatoa wapi? Wanashangaa. Wanatafuta kuiondoa hiyo raha, hawana uwezo. Haleluya! Hebu sema ninayo furaha ya Kristo ndani yangu. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Pia ile wisdom ya Mungu ukipata inakupa uwezo wa kutambua mambo ya rohoni. Kwa mfano, amen. Sio lazima niwe nabii nijue mambo ya rohoni. Ninaweza nikatambua, nikagundua huyu mtu anayekuja kuongea na mimi ni tapeli. Kwa sina haja hata kumwambia tapeli. Naomba samahani tafadhali, sina tu muda kuongea na wewe, tutafuta na siku nyingine. Anajiuliza, wewe bwana vipi? Naambia sasa hivi sina shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Unampa tu maneno ya kujikuta anashindwa kukuingia tena. Kumbe umeshamtambua. Haleluya! Unaweza ukadesign spirits.
ukajua roho hizi ni za udanganyifu, hizi roho za uchawi, hizi ni roho za umasikini. Yani wewe unakaa mahali unajua. Nilikaa siku moja kwenye gari la abiria miaka ya nyuma, natoka Arusha naenda Kilimanjaro Moshi. Kwenye gari la abiria hapa nimekaa na mwanamke, na mimi sio kaida yangu kukaa kwenye gari alafu ni nyamaza. Habari gani? Mzuri. Mimi naitwa Abshalom, mchungaji. Hey, mchungaji, habari ya leo? Mzuri. Amina. Mimi naitwa fulani. Kaambia, kwani unaenda kwa mganga saa hizi? Namuuliza sasa, kwani unaenda kwa mganga Moshi? Anambia, umejuaje? Kaambia, najua unaenda kwa mganga na unaenda TPC. Akasema, tena unajua na huko? Nani amekwambia? Safari haikufika Moshi, katubu hapa, nimemwombea hapa, kashuka katikati ya safari, karudi Arusha. Kamwambia, ukienda huko ufanikiwi, lakini Mungu ameniweka hapa nikusaidie ili upate neema ukafanikiwe na nyumba yako. Inawezekana Mungu atakupa watu wa kukaa na wao, utajua matatizo yao, utajua shida zao, utajua mapito yao, na utayaongea. Watakushangaa, wewe ni nabii. Nabii ni sawa, lakini kipawa cha hekima kina kazi ya kukuletea watu kimfunue Yesu kwao. Sema amen, amen. Hebu Mungu akupe hicho kipawa, kitembee na wewe. Kuna baadhi ya watoto wako hujui wanapitia yapi, wamenyamaza umo, wana magumu. Hawawezi kukwambia, labda wewe ni mzazi, hawawezi kukwambia kwa sababu utawakemea, utafikiria kwamba ameharibika. Lakini Roho wa Mungu atakupa hekima, utajua huyu mtoto usiku anakutanaga na mauzauza, na hayo mauzauza sio mazuri. Kuna mama mmoja amenijia leo, sijui yuko wapi, nafikiri ameondoka, yuko pale, ameniambia mambo ya nyumba yake. Nikasema tunyamazie hapa, nikampa mawazo mawili matatu. Sema amen, amen. Natamani na wewe Mungu akusaidie. Kuna vitu kwenye nyumba yako hauvijui, wacha Mungu avifunue uvione. Usije ukalia kesho ukasema mtoto wangu ameharibiwa na nani, hujui. Wacha Mungu akupe vipawa vya utambuzi wa nani aliye karibu na wewe anataka kusababisha mateso kwa nyumba yako. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Jamani, natamani kipawa cha hekima kiwepo ndani ya kila mmoja. Sema amen. Sema kwa sauti amina. Hebu fungua kitabu cha Mithali 24. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Una amani eh? Tukipata huduma hili ya roho wa hekima, kuna mahali ambapo mimi na nyumba yangu hatutapata shida. Sema amen. Mstari wa 14. 24:14 inasema hivi: basi utaijua hekima kuwa tamu kwa nafsi yako, ikiwa umekwisha kuiona, ndipo itakapofuata thawabu, wala tumaini lako halitabatilika. Haleluya. Utaijua hekima kuwa tamu kwa nafsi yako. Sema amen, amen. Ikiwa umekwisha kuiona hiyo hekima, utapata kuona utamu katika nafsi yako, ndipo itakapofuata thawabu. Haleluya. Sema amen, amen. Yaani kuna kitu kitakachokuja cha kukuongezea furaha tena ya ajabu sana. Ndipo anasema wala tumaini lako halitabatilika. Hii ni ajabu sana. Hekima inakuongezea kitu kile ambacho ungefikiria kingeondoka, hakitaondoka, hakipotei. Haleluya. Sema amen, amen. Basi utaijua hekima
utaijua hekima kuwa tamu kwa nafsi yako. Ili neno zuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema, nitaijua hekima ni tamu katika nafsi yangu ikiwa nimekwisha kuipokea au nimeiona, ndipo itakapofuata thawabu. Thawabu ni nini jamani? Thawabu ni kama malipo. Sawa watu wa Mungu Thawabu ni kama reward ya kitu ambacho nimepokea wageni. Amen. Biblia inasema msiache kupokea wageni, maana wengine kwa kufanya hivyo umepokea malaika pasipokujua. Amen. Alafu anasema wakiwapokea ninyi, wakiwapangaa kikombe cha maji, basi watapata thawabu yao. Yaani kuna kitu unakipata kwa sababu fulani. Sasa hekima inapokuja ndani yako ni kama ya yule mwanamke Mshunami. Amen. Mshunami ni mwanamke ambaye hakuwahi kuzaa. Sijui kama tunamkumbuka. Lakini mtumishi wa Mungu alikuwa anapita pale, wala mtumishi wa Mungu hajawahi kutafuta hawa watu wa hii nyumba labda ni nani. Lakini mwanamke alimjua huyu mtu ni nabii huyu. Akajaribu kumongea na mume wake, kwa nini mtumishi huyu wa Mungu anapita hapa? Tusimkaribishe, tumpe angalau maji. Amen. Yaani ile ndo nguvu ya kipawa cha hekima, imempa mwanamke nafasi ya kupata kitu chake anachokitaka, na alikuwa hakipati. Haleluya. Anakitafuta, anazeeka, hakipati. Lakini hekima ikatokea kwa yule mwanamke. Mume wake akasema, mke wangu, hilo jambo mbona tunaliweza? Basi tumkaribishe. Wakamwona anakipita, wakamuomba, tafadhali usipite, ingia basi angalau unywe maji, uoshe miguu. Elisha akawa akitembea, akipita pale anapata kikombe cha maji labda na chakula, alafu anaenda. Baadaye mwanamke akaona kwa kiwango hichi hakijanitosha, labda niongeze tena volume, nipandishe tena ubora wa hekima, nipate zaidi ili nifikie ile thawabu yangu. Haleluya. Akamwambia, mume wangu, kwa nini tusijenge kanyumba kadogo kagorofa hapa juu, na tuweke kitanda na meza na kiti, hata huyu mtumishi akipita, akiingia hapa alale, amke asubuhi aende. Akasema, hiyo mbona ni kazi ndogo? Wakakajenga kanyumba, wakamwona anapita, wakamwambia, mtumishi wa Mungu, leo upiti, leo talala, leo hapa ni kwako. Wakamwonyesha kachumba, wakamwambia, hapa kitanda hiki. Sasa mtumishi wa Mungu, usio unaenda unalala njiani, hapa kuna mahali pa kulala. Kahekima kadogo ka mwanamke. Elisha akawa amelala, akamka, akaja sasa hii mambo mbona imekuwa too much? Hebu mjakazi wao, hebu tembea kwa hii nyumba, angalia kwa hii nyumba, ni kitu gani mwanamke huyu anastahili atendewe? Akakuta hamna mtoto, hatusikii sauti ya mtoto ndani ya nyumba. Labda aliuliza, akamwambia, huyu mwanamke hajawahi kuzaa, au mama mwenyewe alisema sijawahi kuzaa. Amen. Akamletea habari Elisha, akamwambia, hii nyumba, hao watu hawana mtoto. Hilo tatizo dogo, mwite. Akamwambia, mwakani unaenda kunyonyesha. Sasa usinidanganye mtumishi wa Mungu, nishakuwa mzee. Kile kitu ambacho umefanya lazima upate thawabu. Sema amen, amen. Kuna watu hapa mnatakiwa mpate thawabu zenu. Hekima ikuongezee, ikupe thawabu. Sema kwa sauti amen. Matokeo yake yule mwanamke akabeba mimba katika uzee. Kumbe tatizo sio uzee. Ni kitu gani Mungu amekupa? Hekima gani? Ifungue kitu fulani. Hiyo hekima italeta thawabu katika nyumba zetu. Piga kelele, sema thawabu yangu lazima niipate. Hapa Biblia inasema ndipo thawabu itakapo kujilia. Mwishoni mama kazaa kweli. Aliyekuwa anasadikika azae kashafanya nini? Kazaa. Haya, mtoto huyo na baba yake, baba na mtoto. Jamani, mtoto namna hiyo anapendwa na baba. Wako shambani, mtoto kaumwa na kichwa, kaanguka, kazimia,
kupepea namna hii, kakata roho, kafa. Rudisha mtoto nyumbani, mama atakuelewa. Mtoto amekufa shambani, kitu gani? Ameumwa tu kichwa. Sasa sijui imetokeaje, kafa ghafla. Mwanamke akasema hajawahi kutokea mtu akafa kwenye nyumba yangu ambaye nimepata kama thawabu. Thawabu yangu haitachukuliwa, haitakufa. Hiki ni kipawa kimetoka kwenye kinywa chake, yeye aliyekula kwenye nyumba yangu na akalala akatangaza nitapata mtoto. Mama akasema nitengenezeni punda na mjakazi. Mbio anamwambia mjakazi, usinipunguzie mwendo, changamka haraka, kimbia huku nyuma. Akasema baba, usitangaze msiba kwa nyumba hii, maana hakuna kichakufa kilichotoka kwa Mungu. Na mimi nataka cha Mungu kwako kisitokee kikapotea, na kati wewe kuna kitu umefanya katika nyumba ya Mungu. Kuna watumishi wa Mungu umewabariki, kuna mahali umewapa maji. Piga kelele, sema amen. Ile hekima ndogo ulionayo ikuletee thawabu yako. Haleluya. Ikafika mahali Elisha akamwona yule mama kwa mbali, akatuma mjakazi wake akamwambia, muulize ni nini, mumeo hajambo na wewe hujambo na mwanao hajambo. Maswali matatu yote mwanamke aliajibu vema. Mume wangu hajambo, mimi si jambo, na mtoto wangu hajambo, na kati amemwacha amekufa. Thawabu yako haitapotea. Nasema hivi, hata kama ulishawahi kutoa chochote, 10,000 kwa mhubiri, 1,000 mahali, ukampa maji ya kunywa, nataka nikwambie hekima iliyoko katika nyumba hii itaenda kuleta ile sababu ya wewe thawabu yako ipokee. Haitapotea mwaka huu thawabu yako, na kama kuna mtu aliwahi kuigusa hiyo thawabu, lazima irudishwe kwa lazima. Ende mwenyewe. Mtoto akanyanyuka. Na mimi najua kabisa vipawa vile vile vya hekima ulivyo navyo ndivyo vinavyosababisha kumpa mhubiri mamlaka ya kutamka tena baraka. Nasema kuna hekima iliyoko ndani yako. Ikiwa kuna ile hekima iliyoko ndani yako, hata ndogo sana, jamani, haleluya, ulionayo lazima ilete thawabu katika nyumba yako. Natamani kwamba hiyo thawabu usikose. Waliokuwa katika eneo la maisha wanapopitia mahali pagumu, hautapitia hapo pagumu tena. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu, sintapitia pagumu tena. Haleluya. Namalizia hapa ule mstari wa 16 wa sura ya 3 ya Mithali. Mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 16. Bwana wa Mungu, amen. Haleluya. Situko sawa? Hebu sema faida ya hekima. Sema lazima nizifaidi baraka za hekima. Anasema ana wingi wa siku katika mkono wake, faida. Sema amen. Utajiri na heshima katika mkono wake. Ashe liwalo na mwaka huu kitaeleweka tu, lazima wapende wasipende, itaeleweka tu kwamba hata ule ufahamu mdogo niliopata katika Kristo, mwaka huu walionitangazia kifo hawataniweza, walionitangazia kunilaza kaburini hawataweza. Nakwambia utasafiri barabara zote za nchi, utatoka nje ya nchi, popote utakapokanyaga mauti itapelekwa mbali kabisa. Vitanda vya mauti havitasimama pale yako kwa sababu ya kile kipawa cha hekima. Jamani, nikisoma hicho kipawa kwenye hiyo sura ya 3, ukisoma mstari ule wa 13, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Ikiwa kwenye mstari wa 16, mkono wake wa kuume ana wingi wa siku. Believe me, nisikilize, hutakufa kwa sababu watu wanataka ufe. Hutakufa, maadui zako japo ni wengi wanataka ufe.
Okay, another thing. Hutakufa hata kama wazazi wako walishawahi kutamka laana, hautafika mbali. Iko hivi, ni kweli laana mzazi ni mbaya, lakini nimeshaingia kwenye Agano Jipya. Mifumo yote ya midomo inayoweza kuvuvia laana haina nguvu tena katika maisha yako, maana maneno ndiyo yanayoumba mabaya. Hata mchawi naye anaumba mambo kwa maneno. Kila kitu kilichotamkwa kinyume na wewe katika ulimwengu wa roho kikuzuie usifike kwenye baraka zako, hicho kinywa hakina hiyo power tena, hawana hiyo mamlaka tena. Kinywa kilichofunguka ni kimoja tu, kwamba Mungu amekubarikia na hakuna wa kukulaani. Mungu amekupa watoto, hakuna atakaye walaani. Mungu amekupa biashara, hakuna atakaye iharibu. Amesema kwenye mikono yake ameweka alama. Njoo uione alama katika mikono yangu, ni kuthibitisha. Njoo ona baraka zako katika mikono yangu. Nimeshakulipia malipo ya umasikini, hautadaiwa tena. Ukiangalia kwenye kichwa chake kuna malipo ya mawazo yako, na kila unachokiona kigumu alishakichukua kwenye akili yako, akaweka kila kilicho kinawezekana yasiyowezekana. Baraka zako hazipotei, hamna atakaye kunyang'anya. Sema na mimi amen. Sema, nimeuona wingi wa siku zangu katika mkono wake wa kuume. Sema tena, nimeona utajiri na heshima wa maisha yangu katika mkono wake wa kushoto. Amen. Ninapofundishaga wakati mwingine andiko hili la mikono ya Yesu, Yesu alisema hivi, msidhani ya kwamba nalikuja kutangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiza. Amin nawaambieni, mbingu na nchi hazitapita hata yodi moja na nukta moja au yodi moja au nukta moja ya torati itakapotimia. Yani mbingu zinaweza zikapita, lakini nukta au yodi iliyoko kwenye mkono wake mkiiona, sema amen, amen. Maana yodi ni mkono na ile alama msumari ni nukta ile iliyokaa pale. Ukiona mikono ina misumari, msifikiri mtakula nini tena, mtakunywa nini au mtavaa nini. Malipo ya mapato yako, malipo ya kazi yako, malipo ya biashara, 1000 yako haitapotea. Hakuna chuma ulete, hakuna cha miungu, hakuna cha laana, hakuna cha uchawi. Kuna mikono iliyomwaga damu ambayo Tomaso alipoiona akasema Adonai Elohenu, akanyanyuka akapiga magoti mbele yake akamwabudu. Akajua huyu ameshalipa, sintadharaulika tena, sintaona aibu tena, sintachukua tena umasikini wa wazazi, sintachukua laana ya ukoo. Tayari mikono yake imelipa. Piga kelele, sema imelipa. Piga kelele, sema nimelipiwa utajiri na heshima. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu, utajiri na heshima. Hekima ya Mungu inaenda kufunua vipawa vilivyoko kwenye ile damu ya mikono, ile damu iliyokuwa kwenye mikono wake. Nataka nikuambie hivi, utachukua mikononi mwako utajiri, utashika mali, utashika vitu visivyokuwa vya kawaida. Na vipenda hivyo vitu vimeandikwa kwenye kitabu cha Naumu sura ile ya 2. Sijui kama utapenda kusoma, hebu soma Naumu 2, kwa sababu nayo ni neno la kuchokoza. Naumu kuna lugha iko nzuri pale imejificha, ndio moja ninayoionaga inanibariki sana. Naumu, kitabu cha Naumu unaweza ukakitafuta sana, kipo tu. Haleluya. Sema amen. Mstari wa ngapi? Wa 9. Naumu 2:9. Anza mstari wa 8. Anasema, ngoja nikusaidia maana tuna rekodi. Lakini Ninawi tokea zamani amekuwa kama ziwa la maji, ila hata sasa wanakimbia.
simameni, simameni, lakini hapana hata mmoja tazamaye nyuma. Kuna watu hawajajua, wamekaa katikati ya baraka, lakini wanaishi maisha ya kukimbizana, maisha magumu, hawana uwezo wa kuchukua baraka. Sasa Mungu anakuja anaachilia baraka. Wako wapi wa kuchukua baraka? Wanakimbia. Msiende tena, nimekuja kwa hapa. Chukueni nyara ya fedha, sema amen. Chukueni nyara ya dhahabu, sema amen. Kwa maana ni akiba isiyoisha, fahari, napenda hapo, fahari ya vyombo vipendezavyo. Hapa nasema all the pleasant furnitures. Nataka nyumba yako hiyo na furniture za kushangaza. Yaani tukija nyumbani kwako tulikute li TV la ngapi kwa ngapi limeng'ang'ania ukuta, halitaki kuondoka. Tulione li sofa limezunguka huko na chumba kingine kina sofa nyingine kule. Tulione li meza la watu 12 linalokaa pale, watakaokaa kama wanafunzi wa Yesu katika meza. Mwambie mwenzako, ondoa vimeza vya watu 4 mezani. Mimi nalimeza la watu 12 kwa sababu ninajua alisema, enendeni mtamkuta mtu amebeba maji kichwani, mfuateni, atakapoingia ingieni, alafu muulize ni wapi alipoandaa chumba cha mimi na ninyi kula Pasaka, naye atawaonyesha chumba cha gorofa. Mwambie mwenzako, kajenge gorofa. Mbona mnaniangalia? Mwambie kajenge. Yaani andiko la mwisho linasema gorofani. Maisha ya Yesu anamaliza na wanafunzi wake gorofani, ili wewe na mimi tusilale chini. Piga kelele, sema panda gorofani. Sijui kama mnanielewa hapa. Alafu akakaa katika meza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muulize mwenzako, 12 unaye mizani? Natangaza katika jina la Yesu, kuna malaika watakaa na wewe mezani mwako. Kuna watumishi watakaa na wewe mezani mwako. Hata ukiwa wewe na mke wako, wewe weka meza 12. Haujui Mungu anaenda kufanya nini. Kuna chumba kinachotakiwa kiwe na viti na meza yake. Mwambie mwenzako, fahari ya vyombo vipendezavyo. Hii nilipoonaga hii, kwa kweli nilifurahia sana. Mnanisikia watu wa Mungu? Mwambie mwenzako, tafakari furniture ulizonazo. Ukiziona ni za zamani, kaziondoe. Ukiona kochi limekaa namna hii, tafuta mtu wa kumbariki au andika tu zawadi, eka hapo barabarani. Jamani, nani ameshaenda Ulaya kajua Marekani wanavyoishi Ulaya? Inafika mahali, dokta amefika, inafika mahali watu wanatoaga vitu nje, si ndio alafu imeandikwa free. Yaani unakuja na gari lako, TV unaiweka kwenye kitanda. Kuna vitu vingine mpaka unajiuliza, hawa wazungu mbona hivi vitu ni vipya? Mimi nilikuwa nikiendaga huko kwenye vitu vya namna ile, naendaga mahali wanauzaga vile vitu marehemu amekufa. Sasa vitu vyake hakuna mtu anarisi. Wazungu wengine warisi vitu vya Sasa mimi siangaliage furniture wala TV, naangaliaga gold. Marehemu ameacha dhahabu, ameacha madini, napitia na unasikia $1 everything. So okay, excuse me, $1? Yes, kusanya yote. Nikijaga nikishuka Dar es Salaam na uzaga $15,000 dhahabu. Naingia tu, natoka hapo naenda pale wapi hapa Kisutu. Hapa Kisutu kuna Wahindi, pima hizo. Unasikia, okay, tumepata gramu ngapi? Gramu ngapi? Okay. Na hii madini weka pembeni. Najikuta natoka na hela, sijafanya kazi, nimenunua $1 sasa. Okay, wakufe wengi, shauri yao. Sasa watoto hawajui kwamba kuna wazazi wameacha vitu vya thamani. Hawajui. Kumbe bibi alikuwa anajipenda miaka hiyo, anatembea na vitu vya thamani. Nilikuta mzungu mmoja kule Marekani, lilikuwa baharia, likamficha Mtanzania mmoja hapa Dar es Salaam, likamuingiza kwenye meli. Jamaa hana passport, hana chochote. Hakumuingiza tu, alikwenda kwenye makontena akamkuta mtu.
meli liko kwa baharini. Akaambia usinitupe baharini, mimi na kifurushi. Tena sio madini ya kawaida ambayo leo hatuyapati Tanzania, yanaitwa Alexandrite. Alexandrite, sijui kama mshawahi kuyasikia. Hilo jiwe ukiliweka mchana ni jiwe la kijani, kwenye jua hivi ni jiwe la kijani, ukipiga tochi ni jekundu, likija kwenye artificial light linakuwa jekundu, likiwa kwenye natural light la kijani. Lina thamani kuliko kawaida. Lilikuwa natoka mkoa wa Manyara, sijui ilitokea nini, sasa hivi hayatoki. Lakini akampa pochi limejaa. Yule mzungu akaacha ubaharia, akaenda akakaa mali, akakaa akanunua nyumba yake, akauza kajiwe haka. Yeye na mke wake wameshazeeka, ilikuwa ni mwaka wa 60 na kazeeka. Ananiambia sina mtoto, sina kitu, lakini nikiangalia hii madini naishi, naona raha. Kasema huyu mzee ningekuwa mtoto wake wakati anakufa natakiwa nikae karibu hapa maana watu hawajui ni nini, hawajui. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na najua hekima itakupeleka mahali. Hekima haitakuacha njiani ukaibika. Hekima haitakupeleka mahali pa kuteseka. Hekima haitakupeleka mahali adui zako wakajitukuza. Hekima haitakuacha maadui zako wakasema tumemshinda. Hekima haitakuacha ukaingia kaburini ukiwa kijana. Hekima itakulinda na kukuongoza. Hekima itakupa uwezo wa kutambua mambo ambayo wengine hawayatambui. Hekima itakupa furaha. Hekima itakupa wingi wa siku mkono wake wa kuume. Hekima itakupa utajiri na heshima mkono wake wa kushoto. Piga kelele, sema hekima. Iko hekima tunenayo kati ya wakamilifu, ambayo sio hekima ya dunia hii ya hao wanaobatilika, bali ile hekima tunenayo inaongea habari za siri za Mungu, ambazo katika hizo Mungu ametuandalia sisi tumpendao, ili akapata kutupatia. Na akienda kuifunua hiyo hekima, hautalala nyumbani kwako wachawi wakaja, hautalala nyumbani kwako usingizi ukakosa, hautalala nyumbani kwako kwa njaa, hautalala na madeni yanakufuata, hautalala watoto wako hawawezi kusoma, hautalala watoto wako wakakosa ndoa. Sema amen. Iko hekima tunenayo kati ya wakamilifu. Hiyo hekima imeandaliwa tangu misingi ya dunia, ili wale wampendao Kristo ifunuliwe kwao. Hekima hii ni tofauti na hekima ya wale wanaotawala dunia, ambao Biblia inasema wanabadilika, ambao Biblia inasema hawa wangelijua wasingelimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini hii hekima imefunuliwa kwetu ili tupate kuyajua na mambo tuliokirimiwa na Mungu. Kuna mambo tumekirimiwa. Utatembea Dar es Salaam hii, hautaona vitu vinatembea mwilini mwako. Hautalala usiku naona mauzauza. Hautaona watoto wako wakiomba chakula barabarani. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Iko hekima tunenayo kati ya wakamilifu. Anasema Paulo kwa Efeso, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho wa hekima na ufunuo katika kumjua yeye, na macho ya mioyo yenu yakapate kufunguliwa, mupate kuona tumaini lake na utajiri wake ambavyo ameweka ndani yetu sisi watakatifu, na nguvu zake na uweza wake na ubora wa mamlaka na jina lake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, ili tukapate kutawala pamoja na yeye katika falme zote zilizoko duniani zikitishwa chini ya miguu yako. Sema na mimi amen. Ndugu zangu, nafurahia kwamba Mungu ametupa hii wiki ya kujifunza hekima. Fundisho hili liko kwenye YouTube, na wale wanaonifuatilia pia, hii hekima ni kwa ajili yao. Kuna mwanamke amenitumia pesa, ameniambia hili somo la hekima nimelisikiliza usiku, nikajikuta siwezi kulala. Nalirudia tena. Yuko Marekani, nalirudia tena. Mtumishi, ni kama umeongea na mimi. Mwanamke mwingine akaniambia hapa Dar es Salaam, akaniambia baba, akanitumia message, hili somo la hekima limenifanya nimetoka mahali pengine kabisa. Sintarudia kule nilipokuwa nadharaulika, sintabakia tena kule mahali nilikuwa nimekwama. Hekima hii inanipeleka mbali, na mimi natamani hekima hii ikuchukue, ikushike kwenye mikono yake, ikupandishe juu ya mawimbi ya bahari. Yatakwenda kuyaibuka mawimbi, lakini utapita juu ya hayo mawimbi. Hayataenda na wewe, hayatakuzamisha, hayatakupoteza. Sema na mimi amen. Iko hekima tunenayo kati ya watakatifu, sio hekima ya dunia hii, bali ya hao ambao Mungu amewakusudia tangu hapo
misingi ya dunia. Natamani nimalizie hapa kwa sababu ya muda. Ni saa 12 na karibia 37. Mungu awabariki. Hebu inamisha kichwa, sema maneno haya. Sema, Roho Mtakatifu, asante kwa hekima hii. Ninapokea vipawa hivi vya hekima na ufunuo katika kukujua wewe. Najua ya kwamba katika hekima hii nitakwenda kuyaona matendo makubwa, ishara kubwa, maajabu katika maisha yangu yasiyowezekana yatatokea, yatafanyika. Miujiza kupita kawaida, mambo makubwa yatatokea. Natangaza baraka hizo, zile thawabu zinifuate sasa, zijifunue sasa. Niliotumika katika kuwatumikia malaika, kuwatumikia watakatifu, chochote nilichokitoa kilicho na thawabu yangu, hekima ukaniletee, hekima ukanisogezee mlangoni mwangu. Niko tayari kukipokea katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikujua nimetengeneza mashati haya ya Kongo. Nimeleta kutoka Kongo nikifikiri kwamba yatanisaidia. Kumbe naye natoa jasho. Haleluya. Nimesema nikivaa suti Dar es Salaam, sasa nikatengeneza haya mashati ya Kongo haya. Ninayo kama 20 nimekuja nayo kwa ajili ya Dar es Salaam. Kumbe naye jasho linatoka. Anyway, labda ni baraka za jasho. Haleluya. Sema amen, amen. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna baraka za madhabahuni. Ninawapenda watu wa Mungu. Nimemwona mtu maalum sana hapa leo, na mchungaji. Karibu sana pastor. Na nimemwona pia mzee Mtui, Benjamin Mtui, mwenyeji wa mji huu, mahali ambapo ndipo ametupa mahali pa kuabudia. Jamani, tumpe Yesu makofi. Naomba usimame baba. Njoo tu hapa mbele tusalimie mzee wa mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu, bado tunamngojea aje aanze kuhubiri Injili. Karibu sana.